What's up, guys? Go check that song out. That song is a banger. It's a banger. So, if you're someone like me, you've been wondering, umekuwa ukijiuliza maswali hapa pale mazee, what's up? Today, among hizo maswali, ni moja yenye Blue Band imekuwa ikitupatia mazee. Blue Band imekuwa ikituchanganya kichwa, imekuwa kwa rada yetu for time. If you're a designer or any other enthusiast, mwenye anapenda kupay attention to details, you're in the right place. So majama, have you ever wondered mbona Blue Band uko na yellow color na inaitwa Blue Band? Mbona ingeitwa yellow band iliitwa Blue Band? Ushika tu chini ukajiuliza, what's up with this Blue Band? Mbona iko na yellow color hata achana na Blue Band? Ushajiuliza mbona Prestige yuko pia na yellow color? Tuachane na Prestige. My people from the 90s, najua bado mnakumbuka hii, hata bado iko kwa market, inaitwa Cowboy. As in, ushapatana na Cowboy iko na hiyo yellow color, orange yellow color. If you're wondering and you've been wondering, don't worry. Kama uliachana na Kem, I am here. I'm here for you. Okay, 8 kwa class. But hapa tutakuwa na school vitu 2-3. So the main reason mbona Blue Band inakuanga na the yellow color, it's because of a pigment, or rather a component yenye uko hapo ndani inaitwa beta carotene. Hiyo ni carbon mtu wangu. Sijui something kwa carbon. Tusiingie huko itakuwa schooling bana. Na hapa tulikuwa kwa entertainment na tujue hii Blue Band what's up. So Blue Band has the yellow color due to beta carotene. Beta carotene ni hiyo carbon component yenye upatia carrot color yake, ndio upatia ndizi hiyo color yellow, ndio upatia vegetables they are popping color, hiyo ndio ufanya tomato iko na hiyo popping red color. Beta carotene mtu wangu. Usikonde atuendelee na Kem, lakini pale kwa ingredients ya Blue Band tutadara Kem kiasi. So Blue Band wamekuwa kichange packaging yao. They have been changing their packaging since 2018. Previously kumechangiwa, hiyo tuko na issue now because it was under the same umbrella, its mother umbrella. But after 2018, someone came on board, bought the brand and rebranded it. Akatuletea Blue Band Original, lenye atukushua kama ndi original, kama as in atukushua. We don't know what this guy is up to, but today we're gonna find out. Sasa, so hii space hapo ndo penye ndakuwa nawekea ma components zenye Blue Band imekuwa ikitufanyia. So sit back, relax and get ready. Easy, enjoy. Get ready. So apparently, okay, ni 0% cholesterol. Ni Blue Band. Imetoka kwa imetoka kwa plants. Now we all know, ikitoka kwa plants, chances za kukuwa na cholesterol mazee iko down, iko chini. Tunaideal nayo as a brand na as a product. Juu Blue Band ni biggie. Mazee tukiwa watu hii Blue Band ilikuwa inachapanga promo zingine kalikali. Blue Band, in short, Blue Band kwa Margarine, Blue Band wa Safaricom wa Margarine, whichever, ni Blue Band. Blue Band is a brand that has been in Kenya for over 60 good years. As in, even 60 mtu yangu. Imekuwa Kenya since 1950s. Na kitu funny about Blue Band was produced, or rather ilianzishwa 1924. Na inauzwa massively in German. Massively, like next level German. Hata sana venye as in Kenya tunajua Blue Band, lakini wasa German wanajua Blue Band as something else. Ni Blue Band ya iko under the company, but it's under a different name. So si tunaweza soma hii history ndio tusichanganyikiwe. So Blue Band is a brand that has been in Kenya for over 60 years, and it has been in Kenya since 1950s. It was first produced by Unilever, and it is widely sold in German since 1924 sasa.
Where this brand is mature mse. Hii brand nayo si hivi. This brand is mature. It's now considered one of the premium quality margarine brand worldwide. Now it is sold in over 60 countries. Over 60 countries. Hizo 60 zenye ziko documented. Ndio kuna zile countries zenye ziko kwa list lakini sales haiko juu. But Blue Band it sold over 60 damn countries. Blue Band kitu bigi. So it is being sold under different brands. Kuna place yenye Blue Band inauzwa kama Bonella, kuna penye inauzwa kama Dorina, kuna place inauzwa kama Imperial, La Perfecta, Planta Fine, Primavera, na in Germany hujulikana kama Rama. Actually ukigoogle hiyo picha niteka hapa. Ukigoogle hiyo picha inaka the same na Blue Band. The branding colors the same. Haina kitu different. Blue Band mtu yangu. Ogopa Blue Band. Anyway, imagine medium fat Blue Band spread is produced from vegetable oil. Thus, it has 0% cholesterol. You know nishawambia, iko na 0% cholesterol. It comes packed with omega 3. Ukiangalia kwa hiyo packages imeandikwa packed with omega 3, 6 kuna yenye ilikuwa inasemanga 6 good start. Hiyo ni ya kitambo, ilikuwa imeandikwa 6 good start vitamins. Bado kuna zingine packages zingine zinakuja hivyo. Mimi sijui inconsistency yao ya branding inatokea wapi. Plus 6 good start vitamins. They are essential for growth and development. Marketing strategy yao inakuanga mainly wanafocusingi kwa watu hii. Juu even ndo venye wamebrand, even ndo venye wametoka to think, wanafanyanga to think Blue Band, mtu yake kula Blue Band ana grow smart, fast and strong. Hizo vitu tatu. But recently kumekuwa na controversial. Unajua venye world inajaribu kutransition to healthy living. So kumekuwa na hii issue ya Blue Band makes you grow fat, slow and lazy. Okay, mimi sijui kama ni kweli juu nimekuwa nikikula Blue Band and I can't say mimi slow run. Mukimbia mbio sana. Kwanza kwa msoto utoka mbio. Turudi hapa. So Blue Band watu wanasema inafanya mtu anone, lakini mimi sidhani kama ni Blue Band. Usipofanya exercise mtu wangu, what do you expect? Turudi. So Blue Band slogan yao inakonga makes you grow fast and strong and whatever. Zile adverts zenye tulikuwa tunaonanga back in the days, black and white. Tusingie huko. Turudi hapa. So tukiingia kwa rebranding, mwambie leo tutakuwa tunafanya rebranding. Jua watu wamekuwa kituchanganya, wamekuwa kitufanyia tunashindwa Blue Band gani ni gani. Acha leo tutajua Blue Band gani ni gani. So apparently nimeingia kitchen, go home, nimeingia kitchen nikokota all the kasukus ama all the mikebeza Blue Band. I'm from an African home, so lazima mnaikanga hizi vitu. Hata hapo ndo penye nilikuwa nikifanya job ya Blue Band. Hapo ndo penye nilikuwa natoa elements za design. So logo imekuwa ngekichange pia. Kuna places zenye wamejaza white kwa background, kuna place wameka gradient ya blue na sky blue. Kama hii packaging nimeshika saizi, niko na a lot of chaotic information, hata hizi ingredients hazisomeki, hiyo najua ni shida ya watu wa kuprint. But manze cheki hapa. Ikitu inakaa different, ndio inakaa bold, lakini si Blue Band. Si Blue Band. Unajua venye watu uko na perception. Kwa branding manze venye una present kitu inakuwa important sana. At least hii package ina difference. Though iko na hizi flowers, hatukuonanga kwa ya kitambo, but inaleta element ya originality. Alafu kuna hizi strips mbili. Hizi strips mbili, they are very important kwa Blue Band. Very important kwa Blue Band. Hiyo kitu ilisha stick kwa brain yetu. Ukiweza fanya mock-up saizi kwa t-shirt na ukizo ya yellow na ukizo strips mbili, hata usipoandika jina itajulikana ni ya Blue Band. Hiyo strips mbili very important. So kuna fulani walifanya hii yenye niko naonyesha kwanza, wali change design hiyo strip mbili na ilibako videdi vinoma. So let's dive into information.
Blue Band has just rebranded hivi majuzi, and their main focus ilikuwa wanataka product yao ikuwe simple, the same as vibrant na original. Hapo kwa original ndo kuna issue. Watu wanataka kitu original, lakini design ama kuletea kitu ya mtu mwingine anataka kama hiyo, lakini anataka original. Amen. Tunanga shida. But anyway, we are saints. Sisi uka chini na tunaideduce na tunataka kama kuna hiyo kitu original. Turudi hapa. So walikuwa kitaka kitu original. Ndio kama kuna hiji na Blue Band original, of which sijui kama ilisell. Tutaangalia numbers baadaye. You know, numbers never lie. So well, kuna concept kadhaa tumepatana nazo kwa super, kwa shelves, kwa shops, and they are all the same and they are very unique, very yet the same. Here are some of the concepts. Mwambie nitakuwa naziweka hapa since ngekando, you know. Hizo some of the concept. One of the concepts ni hii. Hope mnaicheki vifiti. Ndio nimekuwa nikiwaambia hii na ilibako. Hii na hapa na ilibako vibaya sana. Hapa ilibako. Hapa walikuwa sasa under upfield. Ilibako deadly. Alafu hapa hii at least hii inakaa fiti. Hii ndio hata tunatumia siku hizi. Hii ndio branding tunatumia siku hizi na iko poa. But hii hapa kando nayo ilibako. Kwa kifuniko nitawashow inakaa fiti, but kitu yenye Blue Band hawajaiacha ni kuchukua their blue and red color kuiweka kwa hiyo yellow. Mazi hiyo pop fit hiyo toka poa. Hiyo hapo na hawajaitoka. Hapo wanakonga fit hapo. So both the logo, design elements, one thing that it has never been changed, it has remained consistent, is their color and the ingredients. Ingredients zao ni zile. Nilipata hizo plastics from back in the days. Nikazicheki fiti. Ingredients ni zile. But unajua ingredient kuna venye hizo ubalansiwa. Kuna venye hizi vitu zo reactishwa kwa batch ndani ya kiln. Watu wakiwa mtelewa hii. Kuna venye zo reactishwa. Hiyo design zenye hiyo reactishwa ndio determine taste yenye sisi kama consumer tunapata at the end of the day. Kuna kitu kikiwa mingi, taste ita change. Ni the same ingredients, lakini taste ita change. So mimi sijui kama wacha tuendelee tu. So anyhow, did you know that Blue Band is no longer produced by Unilever? Blue Band squeezes here Unilever. Tena tangu 2018. Blue Band is now produced by Upfield, except in South Africa. Southern Africa, easy countries in Zikuko down, kina Swaziland, Lesotho, nini. Hizo countries zikuko down ya Africa, kwa mapi Africa. Hizo Blue Band inaproduciwanga na kampuni fulani inaitwanga Remgro. So all the other countries Blue Band inaproduciwa na Upfield, but Southern Africa ama Southern Africa states Blue Band inaproduciwa na hii kampuni inaitwa Remgro. Hapo tuko fiti hadi hapo. Sawa? Hakuna kwa information. So Upfield are now the new owners of Blue Band, and they bought it for a whopping where Blue Band ilibaiwa na 8 billion Kenya shillings. Damn. Sijui Bidco alibaingi Kimbo na how much. Lakini Blue Band as a brand, as in your brand, the name, ingredients, nini kila kitu ya Blue Band, concept, kila kitu. Upfield iliingia kwa market. Ikaambia Unilever, you know what? Tupatie your brand. Bid yetu ni 8 billion. Okay, kwa hapo kwa bid kunakuwa na vitu kadhaa. But wali settle at 8 billion Kenya shillings. 8 billion. Ching! 8 billion. Brand. Blue Band. 60 years ya kuuzwa in Kenya. Oversijuu. More than 100. Actually, Blue Band imekuwa for a century. Worldwide. Iko worth more than saizi hiyo 8 billion. Hivyo ndo venye iliuzwa. Mtu wangu. Hii brand ni biggie. Anyway, watu wangu wa US, Blue Band was sold for $80 million. Imagine, $80 million. This is no money.
Nyo. Wait, that's really Kenya, man. So damn, that's a lot of money. The product wasn't doing well by the time it was being sold. So that made them sell the company, sell the brand actually. They wanted to focus on other fast moving consumer goods. Sabuni, nini, hizo vitu zote. Ndo zenye Unilever imetaka kuinvest in. So wakachikia acha tutoe Blue Band tubaki na hizi fast moving consumer goods. Atuzi push vinoma. Mnajua Nice and Lovely. Hiyo ni Unilever. One of their fast moving consumer goods. Wako saizi na jelly lotion nini, hiyo tutafanya siku nyingine. Tupatie hiyo story siku nyingine. So hapa si walibaki na hiyo nini? Walibaki na hiyo idea, walitaka kumove to fast consumer goods, wakauza hiyo Blue Band. And that's how Upfield came to own Blue Band as a brand and as a product. Na wao wanauzanga hizi product. So among the packaging yao actually, this is another sensitive issue. See the world tuna move into green environment, tuna promote planting of trees, keeping the environment clean nini. So kuna high chances tuna reduce plastics zenye hazidecompose haraka. So Blue Band hao ni kama hiyo memo haijawafikia bado. Na kama imewafikia kuna high chances mtu alilenga hiyo memo. Hii memo inasema to move from vitu zina contaminate environment, maze tujaribu keep environment as green as possible. As green as possible. Even to save maji, to save miti, tupande miti nyingine, at least to achieve 10% kama Kenyans ya forest cover before tufike 2030. So hii memo iko afikia. Bado wanatumia package plastic fulani inaitwa PET. Hiyo ndo kutoka kwa petroleum. Na hiyo kitu manze hiyo inakaanga for years. Yoka for years before it decompose. Hiyo kitu yoka. Alafu kicheki kwa package. Kuna one of the package waliekanga green hapo chini. Hiyo green actually iliekuanga after watu wameanza kusema sijui iko na cholesterol inafanya tuna grow fat and slower. Blue Band wakatoa statement wakasema no. It's made from 100% vegetable fat. Ama vegetable oils. Na haina cholesterol. So mwache pepe zenu na mfocus. Msome hapo chini maandikio. Actually maandiko tu vizuri. Made from vegetable oils. Vegetable oils do not contain cholesterol. Tuko fiti? Hainanga cholesterol. Kwa nini excuse? Si excuse, hainanga cholesterol. So concept yangu sasa, hii tushamalizana na watu wa Blue Band. Concept yangu, now, since I'm a designer, I saw it fit. We take the brand to explore. We focus on the medium fat spread. Blue Band ni big. Kuna Blue Band kadogo, so 500 gram yao. Hiyo ndo tunafocus na. Juu hiyo mostly 500 na 1 kg ndo zobaiwa mostly. So tunafocus kwa hiyo to redesign the packaging wrap. At the same time to propose a new packaging material. Tutoke kwa PET, petroleum plastics and sijui nini maze hizo vitu zina take time ku decompose. Na zikidecompose ama ukizichoma zinaleta harufu fulani kwa environment, which is very bad. Hauwezi taka kusmell plastic ikiungua. Wote mnajua tumechoma takataka. Hauwezi taka kusmell plastic ikiungua. So in this particular case tutakuwa nafanya vitu 2-3. Now, my main approach is to keep it simple, original, timeless. Since Blue Band imekuwa for 100 years, haiendi anywhere. Na Kenya imekuwa for 60 years, haiendi anywhere. Hiyo kitu inaendelea kuenda kiendanga. So, as in kugrow ikigrowingi. So, tutaka to make kiasi. Nice. Nataka to make timeless. To make timeless ikae, since it's a product that will continue being here, and the same time to make conservative, to consider environment yetu. Hapo tuko fiti. So hapo nilistik na there are 3 branding colors. I made sure hiyo colors atutoi. Usiaitoi hiyo color kwa Blue Band. Ukitoa hiyo color kwa Blue Band you'll have utakuwa na ngori yani kuconvince watu hii ni ile Blue Band. Imagine Blue Band ikikuja in a green package. Utakuwa na job.
ya kuconvince hii ni bado ni Blue Band, the same Blue Band. Utakuwa umeteseka sana. So nilistick na the 3 branding colors, the red, blue and yellow. The idea of the packaging material is PLA. It's a plant-based hydro biodegradable plastic. Jina ni refu. Mimi najua tu PLA. Hiyo PLA ina decomposing into products za hiyo reaction. The product from the chain reaction ina coming into carbon 4 oxide yenye plants inaitaka readily, like inaitaka carbon 4 oxide inatakana na plants, so ina decompose into carbon 4 oxide na water. Tunajua chain of reaction, si ndio? Venye carbon zoban, at the end of the day tuna having carbon 4 oxide na water among the products. Lakini sasa hii PLA iki decompose, hatusemi kuban, iki decompose, hiyo tupatie hizo vitu mbili. Hiyo tupatia water, H2O na carbon 4 oxide ama carbon dioxide, whichever you prefer. So mazi hii ni better, lakini ndio decompose, it needs high temperature and you can't do it. Hawezi fanya hii, nitakanga commercial decomposition plants actually. Like inataka a lot of temperature na special environment de decompose haraka. Bure ukiacha hivyo bado itakatu kama the other plastic, as much as haina madhara kwa environment, but itaka long time before it decompose, which is something that we don't want. Tutaka kitu ina decompose haraka, tuachane nayo to move hapo mbele. So we will need high temperature na ina taking 47 to 90 days to decompose. Imagine plastic ina take 47 to 90 days. Hii nyingine inaweza ka 3 years, even 15 years kama ija decompose. So here 47 to 90 days, special environment, high temperatures na chain of reactions. You need better for the environment bana. So for the rebranding of Blue Band, I made sure I focus on simplicity, originality, consistency mazi. Consistency kwanza hiyo ndio ilikuwa key. Consistency, Blue Band unahitaji tu kuwa consistent ndio endelee kuzio product. So I made sure I'm simple, consistent, conservative too. My design comes in with PLA. PLA is a plant-based hydro biodegradable plastic. It takes 47 to 90 days to decompose under special circumstances under commercial decomposer. Pia high temperature iko hapo ndani, so lazima kuwe na high temperature, special environment ndio hiyo chain of reaction happen. So hiyo ndio ilikuwa focus. Nika make sure mazi ipackage ya Blue Band come up now vifiti, nimeikalia yani. Ili take time to design na kufanya all that. Juu nataka market research and hizo. So kwa moodboard yangu nili include all the vitu zenye zimekunga kwa package ya Blue Band. Since mtona package ya kitambo hapo, hii package bado inauzwa Uganda. Alafu kuna package zenye mostly sana Kenya, Rwanda, nini hizo countries ndio ziko na hii package. Kuna hii package zenye walifanya juzi yenye kila kitu ni bold hadi inakaa boring. Hii bold inakaa boring kabisa. Hiyo wasioifanya hiyo mistake tena. Okay, wanaweza fanya wakitafuta pesa fit ya marketing pia. Juu lazima convince your clients kuwa this is the same product. Especially Kenyans wakiona chenye unafanya si chenye wamezoea. Kuna venye wao ilenga mtu wangu, watailenga ufurahi. Kuna mtu usema hivyo. Abel mtu usema hivyo. Yeah man, umsini legend. Turudi hapa. So moodboard yangu ndio hii hapo. Mimi huanza design na moodboard ndio hapo kando, ndio nitakuwa na post hapa. That's my moodboard. Kutoka hapo my 3 branding colors zenye Blue Band hutumia mostly is the red, ndio nimeka hapo na the hex code, the blue and the yellow. Very important colors for the brand. Next thing ilikuwa kufanya mathematics hapa na pale nijue venye package itatoshana, volume nini kila kitu. Juu nilikuwa na focus on the 500 gram package. 500 gram package volume yake nipige hesabu kutumia units. Si specific, si centimeters, si pixels, units. Or rather naweza sema points. So nili make sure circumference yake
ikiwa ndani ya square ni 5x5. So nikipiga hiyo hesabu nilikama up na circumference. So circumference yake actually ni 17.28. Ikiwa 17.28 units, basically hiyo ni kama length ya wrap. Mtaona wrap baadaye. Na height yake ndio ilikuwa 5. So nikiingia kutoka kupiga mahesabu nini hapo iliniuma kichwa, but nilipambana nayo. Kutoka kupiga hesabu come into my sketch area, nika sketch this simple design. Side moja nilitaka kuweka nutrients, side nyingine ni company information and ingredients. Katikati sasa ndio niweke the brand, the name of the brand. Juu watu usahau, watu sell kampuni wanasahau kusell the product. So hii product ni Blueband. Blueband si kampuni. Previously Upfield wamekuwa kisell kampuni yao. Yani ukichiki venye wamekuwa klata maneno, imekuwa mostly wanasell kampuni, hawajakuwa kisell the product. Tangu wachukui brand. So this particular video wanataka tuhakikishe tuna focus on your brand. On your brand, it's Blueband. Blueband inafanya nini? Inafanya watu wa grow fast na strong. Si ndio? So sketch yangu ndio hiyo, ni make sure mtu yako hapo. Kuna ile ribbon ya Blueband, the red and blue, very important too. Na kama ita change shape, achi change design nyingine, lakini isitake hii inyoli take hapa, isitake hiyo. Wacha tu change design inafaa ku change. Alafu nikaongeza the elements kama the important information inatoka kwa ni cholesterol free, inatoka kwa plant, so it's a vegetable fat product. So kutoka hapo nikaingia hapa kwa elements. Ni make sure collect all my elements, logo ya Upfield, ya Kebs, elements za cooking nini, hizo vitu zote ziko hapo, ziko simple pia, ziko simple, unique. Hata kama ni the same na za previously, lakini ziko tu simple, zisipatie mtu stress. So kukuja kwa wraps, nilikuwa nimewambia 17.28 by 5. So 17.28 ilikuwa length, 5 ilikuwa height. Hiyo mtacheki kwa product baadaye. Hapa katikati sasa ndio mtoi nilimask hapo, nikaweka hiyo ribbon yenye ni important, alafu nikaweka the word Blueband chini hiyo mtoi. Bado ina shout, in fact iko kwa blue, kiwa mbali unacheki hiyo ni Blueband bana. Hapa kando ndio nikaweka hizi icons. Hizi icon ni important sana. Kuna wasenyo hutumia Blueband kupika, kuna wenye hutumia Blueband kuspread on the mkate, na kuna wenye hutumia kubake. So lazima upatie information hapo vifiti. Don't confuse people. Ama usilete product na usipatie full information. So kuna kama hii packaging hawakuweka anything about cooking na nini. In fact waliweka in words yenye mtu mostly says tuna learn through visual. Kusoma ni tricky. Tunataka kuona ki icon fulani to indicate kama road signs. Hizi tunataka simple. Kenya tunajaribu, si hata Kenya like world, tunajaribu kuwa simple on things. Juu tusha design kila kitu, tusha invent karibu kila kitu. So sasa hizi chenye iko ndio tuna make simple ama easy to use ama hivyo. Complicate maisha mbona? So umekuwa complicate maisha, mimi acha ni uncomplicate maisha. Tukaweka hizi 3 icons ya cook, bake, spread hapo kando. Alafu netweet. Hii ni another thing yenye products zo ufanya. Utapata mbele ndio amekuandikia product ni nini. But anasahau unatakanga kuona kgs. Ushaishika chupa ya Quincha juice ukatafuta quantity. Manzi ukatafuta ukachoka. Quincha tu moja ile Quincha kwanza, Quincha orange squeeze sijui shida yao ni nini. Kampuni yenyewe inaitwa Excel. Ama Quincha. Ebezo wacha nitarudi kuangalia. Utatafuta hiyo grams ama liters ama uchoke kutafuta. So hapa nilitaka kila kitu kwa mbele. Ikuwe kama chupa spray. Ukishikanga chupa spray penye imeandikiwa jina, pale chini yake ndio unapatananga na the weight ya hiyo product. So nikaweka hapo 500 grams vizuri ionekane. Kando yake nutrients, ile side nyingine ingredients, chini yake kampuni, serial number, hii ni dummy, Kebs lazima uwe certified ndio uuze product in Kenya ama any other country, lazima uwe certified. Alafu the important information, made from vegetable oils, and vegetable oils do not contain cholesterol. It's very important information. Nikaiweka hapo pia. Kwanza nili highlight in red venye wamekuwa kifanya.
ndio client asimiss, ndio tusianze tena hii project ya Blue Band makes you grow fat and sijui nini. No, if you grow fat, sorry to say, lakini maze exercise tu, keep healthy. Alafu kwa kifuniko nilimake sure sasa hapa ndo penye niliborrow from what they have been doing. In fact, from the latest package waliweka mkate na wakaweka mtoi hapo juu. Niliweka mtoi, sikuweka mkate, niliweka mtoi. Juu kika mkate una limit watu, kuna maana anatumia ku bake. Ukika mkate manzi, mbona unasema Blue Band ni mkate pekee? Unaona? So nikaweka mtoi, nikaweka the elements zenye Blue Band hutumika kufanya cooking, baking, spreading. Nikaweka the word hapo chini, net weight, good start, omega 3 nini, hizo vitu zote. Alafu hii blue ni color ya kifuniko, ni wrap yenye tutumia kwa kifuniko. Hapa kando ni white, hii white ndio natumia for the base. And that was pretty much it. Sikutaka kucomplicate design, lakini kuna kitu kingine niliongeza due to their slogan, makes kids grow fast and strong. So watu wanapendanga kuwa na tape measure, ama most of the parents tunaikanga marking kwa ukuta ya kuonyesha venye watu wamegrow ama venye sisi tuna grow. So hiyo measuring kwa ukuta, hiyo measure ama hiyo that ako ka line nili include hapo, ndio itakuwa inatupatia ina style element ya makes kids grow fast, strong, important. So niliweka kando ya mtoi. So mtoi amfanya hivi, mtoi akifanya hivi ni mrefu, na go off njikiti yangu ni refu, akifanya hivyo mazi inaonekana vizuri. So hiyo pia nili include hapo, very important by the way. Alafu sasa after hapo nikiingia kwa Blender, my modeling tool ama modeling software, nikakama sasa ni hizi designs. One of them ndio hii. After hapo I came up, nilizirenda from different angles to have different eyes of the product. Nilirenda hivyo, hapo ni close up, karenda hivyo. That's another one from the side. Sasa tukiona Blue Band hapa niseme tuna mtoi, hapo kwa kifuniko nini kila kitu. So ukiangalia package vizuri, yellow imecover kila place, hakuna place tunaona white. White iko kwa base, juu tunataka yellow ipop fiti. So yellow ilikuwa kama primary color, the red and the blue hiyo zilikuwa sasa secondary colors. Juu yellow ndio ziseli product. Nini iko ndani? It's a yellow margarine. So acha nje iko yellow ndo to sell the same thing. Ndio kusikwe na sijui hiyo Blue Band inakaa blue. Sawa, tukwe tu on the same page sasa hapa na product yenyewe. So yellow nileka kila place, iko fiti. Kifuniko tukaacha yellow iko the blue, but hapo juu yake nikeka hiyo wrap yenye iko na mtoi. So hii design ikitokezea mostly kwa kifuniko hapo juu inakuanga karatasi, but so hii design ikitokezea hapa juu itakuwa printed kwa kifuniko. Punguza damage kwa environment. So imagine previously ndio kando wrap tu fiti, wamefanya printing kwa hiyo plastic, but juu umetokea plastic na wakatuongezea paper hapo juu. Mwanzo tuna waste material, at the same time environment yetu tuna contaminate. So tuna do away from the paper, the paper, kwa sababu anyway kuna paper wewe juu kuna mti ilianguka. So tuna do away na hiyo paper, tunaweka wrap hapo juu yenye itakuwa printed kwa hiyo kifuniko, itakuwa inked kwa hiyo kifuniko. Sawa, kila kitu kwa simple tu, ni kwa unique, clean. So that's my design. That's how I came up with the design process, nini kila kitu nimeka hapo. Though sijongi kuonyesha mtu ukitaka kuchora ni hivi, but I just present the whole thing. Presentation, that's what I love, presenting. So these are the posters. Now after designing product, you need to sell to your customers. So the best way to sell them is through posters and merchandise, branding and nini, all that. So I came up with a few concepts. This is a poster, one of the posters. This is another one, we include mkate. This is the third one. Hii sasa ni merchandise, mostly t-shirt. Watu wanapenda t-shirts, ama mother wanataka t-shirt, ama wazazi wanataka t-shirt, ama vijana wanataka t-shirt. Kuna bags nini, hizo vitu zote. But we focus na t-shirt na cape. Hizo tu na stationaries.
promo. Blue Band walikuwa wanajua kufanya hiyo kitu. So kama ni the Blue Band original venye wana claim, tunatarajia kuona pia merchandise. Sindio? Ni fiti manzo kushika pen, ni ya Bikia lakini iko branded Blue Band. Wewe upatia comfort. So without much further ado. Mbona watu sema without further ado? Mbona isikwe mother ado? Mother ado. Ina sound mbaya. Wachibaki tu without further ado. Anyway, we'll make sure hiyo ndio design yangu. So design yangu ndio hapa. Tell me kama nili nail the design ama kama nili fail. If I nail the design or I fail the design. So conclusively, let me know if I nail the concept design or I should continue eating Blue Band so that I can grow fast, stronger, creative, and simple and original. So thanks for watching. Don't hesitate to leave a thumbs up ama like, bado like inakuanga hivyo. A thumbs up kama nimekubo nini, unaweza pita ama ufanye hiyo kitu. But be sure to subscribe to a lot of content coming. We will be discussing lots of brand. Next time tutakuwa tumekama up na the perfect name for this series. Tutakuwa tunajua jina. But every branding video, tukimaliza every branding video, nitakuwa na introduce to the next brand. Previously tulifanya Duthai. Duthai is a company in Tondo. Ilifanya mambo fulani kwa their logo. Alafu walikuwa controversial. Video iko hapa. So nikawambia this time tunafanya Blue Band. Blue Band came through. Next video tunafanya Kiberiti. Kiberiti imekuwa Kenya for how long? Tuko nafanya ya Kiberiti, tuko najua venye inatengenezwa, material, na tuko nafanya a simple design of the packaging, juu wame maintain your package for long. Alafu as I said, maze environment key. So tuko nafanya pia Kiberiti. Don't hesitate to come back and watch. Subscribe ndio kuwa notified. Follow me on IG at English Davy. Na follow Blue Band 2 at IG at blueband_ke. Until next time, niende hivi alafu nikuje ama fit. Wewe tuna nini? Tutoe mic. Churus. Bye.